wa taasisi za kanisa. Tunaenda kwenye dira 2050. Lazima wakurugenzi wa mipango ndani ya makanisa watuambie dira ya 2050 inafananaje na mipango ya kanisa. Kwenye miradi yetu ya elimu ya afya, katikati ya uwekezaji mkubwa wa serikali, je, makanisa yaendelee na utaratibu ule wa kuwekeza kwenye elimu na afya, au angalie vitu vingine vya kujenerate ajira na kuongeza thamani ya mazao na kukaribisha uwekezaji kwenye maeneo yao? Kwa sababu uwekezaji wa serikali huenda uko mbele, baadhi ya mashule ya kanisa kashinda kushindana, huenda baadhi ya zahanati zikashindwa kushindana. Kwa hilo tulisimamie. Lakini la mwisho ambavyo ni swala la ulinzi na usalama. Sisi kama mkoa wa Njombe tuko shwari, na ndio watu waambia watu with confidence waje wawekeze hapa. Nawaambia miaka 10 ijayo Njombe itakuwa ni mkoa shindani wa kiuchumi kwenye nchi. Hoja ni sisi tuliopo hapa tunaliona hilo. Lakini kwenye usalama, kwenye ulinzi tuliombee taifa. Nyewe mmeona hapa tukitikisika tu kidogo vitu vyote havifanyiki. Tuliombee taifa, tushikamane. Lakini waumini wa Kristo tuhubiri uchumi. Na uchumi unakata ya cross. Uwe mchungaji, uwe muumini, uwe askofu. You are going to retire. Umewaona maaskofu walio retire? Umewaona? Baki maaskofu wa kanisa Katoliki wanatunzwa. Yeye hana mke, hana watoto. Anatunzwa pale kanisani. Wewe mwenye familia umeona maaskofu walio retire? Umeona wachungaji walio retire? Umefanya maandalizi ili tuwahubirie waumini wetu kwamba kuna kesho? Sasa mambo ambayo mtu anakuja kwenye TV, mimi nasema mnayoyaona kwenye TV. Mimi nimetokea nyumbani, nilikuja hapa baba asubuhi. Nilipokuona tu nikapata na gari. Huyu mtoto akiangalia hayo mahubiri, unamenta kuwa mtu gani kesho huyu? Na tunayashangilia, tunasema ni uhuru wa kuabudu. Hivi vitu hatuwezi tukavikemea. Ni imani ya mtu ameamua mwenyewe. Lakini hawa watoto wenu wanaoangalia TV nyumbani, unampa simu anachezea game, anaangalia pale, mtu anatoa ushuhuda ambao complete ni uongo. Nani anayesema mambo? Content zinaendaje huko? Sasa ndo hapo tunahitaji kina Dr. Otai, mnapotuhubiria, hebu tusaidieni sasa ninyi wenye content ili watoto wapate mahali pa compare. Mnapokuja kuongea na watoto kwenye Sunday school, apate content nzuri. Kina Askofu Kiseli mnapozungumza, hawa watoto wapate cha kujifunza. Lakini kama content zilizoko mitandaoni ni zile za miujiza, manake ni zile huku unapambana na mlichonganishi, huku unapambana na mahubiri chonganishi. Watu wanakuwa confused. Aheshimu kazi, aipende, ajitunze, awathamini wazazi kama ambao walimthamini yeye. Baba na mama wakulima wanasomesha watoto 8 elimu ya msingi mpaka chuo kikuu. Watoto 8 wenye kazi wanashindwa kutunza wazazi wawili. Haiwezekani. Kwa mambo ndio lazima tuyasimamie, tuyazungumze. Lakini nirudie kushukuru kanisa, makanisa yote chini ya mwamvuli wa CCT. The impact is huge. For some time you can imagine, hivi tungekuwa tuna taasisi za kanisa, kwenye mambo tulionao sisi leo tungekuwaje? Sio vituo vya watoto yatima, sio mashule, sio vituo vya afya, sio miradi ya maendeleo, miradi ya maji. Kanisa limekuwa na mchango wa kila mahala. The impact ya CCT na makanisa yote chini ya mwamvuli wa CCT ni kubwa sana. Lakini waombe viongozi mlioko leo muiangalie kesho kutwa ya CCT. Tuwaone kwamba ninyi kweli ni akina Fiavango, ni akina Askofu Otai, ni akina Askofu Kiseri, ni akina Askofu Kesho Mshahara. Tuwaone kwamba kweli tukikuona hivi kwamba mchungaji huyu kesho ni Fiavango, huyu kesho ni Kisari, huyu tunayemuona ni Kesho Mshahara, tunaona tuna future kanisa, tunaona tuna future ya CCT. Na mlioko CCT, zingatieni uaminifu na kulinda hadhi ya taasisi hii.